nafasi ya kukaa, vitu viweke nje na ndani vizuri. Mtakatifu. Amina. Bwana awe nanyi. Hebu tumshangilie Mungu yule ndugu zangu, tunaposherehekea hiyo sherehe ya Jumapili ya Matawi, sote sisi tumekuja kwa nia moja ya kusali pamoja, tukiwa tunaingia katika wiki kuu ambako ndio sisi tunaanza au tunasherehekea na tunashiriki katika mateso yake Yesu na ibada maalumu kwa ajili ya kama Yesu aliyoweka Ekaristi Takatifu na nyinginezo. Kwa hiyo kwa Wakristo Katoliki wiki hii nzima ni kubaki kanisani na kuendelea kusali kwa kujitayarisha kwa ajili ya sikukuu ya Pasaka. Kwa hiyo sisi tunapoingia kwa shangwe ndani ya kanisa, tumeona ni fahari ya kujitafakari kuhusu maisha yetu na kumkaribisha Yesu katika maisha yetu ili sisi tuweze kusherehekea Pasaka yetu vizuri. Sasa kabla sisi tunaanza misa takatifu ya kumkaribisha Yesu ndani ya mioyo yetu na hapa mbele yetu, sisi sote tukiri dhambi zetu. Watoto wengine wanaweza kuja hapa, kukaa hapa. Namuungamia Mungu Mwenyezi. Nani ndugu zangu, kwani nimekosa mno kwa mawazo, kwa maneno, kwa matendo na kwa kutekeleza wajibu. Nimekosa nimekosa sana. Ndiyo maana nakuomba Maria mwenye heri, Bikira daima, malaika na watakatifu wote, nanyi ndugu zangu, niombeni kwa Bwana Mungu wetu. Mungu Mwenyezi atuhurumie na tusamehe dhambi zetu, atufikishe kwenye uzima wa milele. Amina.
tuombe. Mungu Mwenyezi wa milele, ulitaka Mwokozi wetu atwaye mwili na kuteswa msalabani kwa ajili ya wanadamu wote, nao wapate kufuata mfano wa unyenyekevu wake. Utujalie kwa wema wako tuweze kushika mafundisho ya uvumilivu wake na kustahili kushiriki ufufuko wake. Anaishi na kutawala katika umoja wa Roho Mtakatifu Mungu milele na milele. Somo la kitabu cha nabii Isaya. Bwana Mungu amenipa ulimi wa hao wafundishwao, nipate kujua jinsi ya kumtegemeza kwa maneno yeye aliyechoka. Uniamsha asubuhi baada ya asubuhi, uniamsha sikio langu lipate kusikia, kama watu wafundishwao. Bwana Mungu amenizibua sikio langu, wala sikuwa mkaidi, wala sikurudi nyuma. Naliwatolea wapigao mgongo wangu, na wang'oao ndevu mashavu yangu. Sikuficha uso wangu sipate fezea na kutemewa mate, maana Bwana Mungu atanisaidia. Kwa sababu hiyo siku hiyo sikutahayari. Kwa sababu hiyo nimekaza uso wangu kama gumegume, nami najua ya kuwa sitaona haya. Neno la Bwana. Mungu wangu, Bwana ume
Yesu mwanzo alikuwa yuna namna ya Mungu, naye hakuona kule kuwa sawa na Mungu kuwa ni kitu cha kushikamana nacho, bali alijifanya kuwa hana utukufu, akatwaa namna ya mtumwa, akawa ana mfano wa wanadamu. Tena alipoonekana ana umbo kama mwanadamu, akajinyenyekeza, akawa mtii hata mauti, naam, mauti ya msalaba. Kwa hiyo tena Mungu alimwadhimisha mno, akamkirimia jina lile lipitalo kila jina, ili kwa jina la Yesu kila goti lipigwe, na la vitu vya mbinguni na vya duniani na vya chini ya nchi, na kila ulimi ukiri ya kuwa Yesu Kristo ni Bwana, kwa utukufu wa Mungu. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. aliwaendea wakuu wa makuhani akasema, ni nini mtakachonipa nami nimsaliti kwenu? Wakampimia vipande 30 vya fedha. Tokea wakati huo akawa akitafuta nafasi apate kumsaliti. Hata siku ya kwanza ya mikate isiyo chachu, wanafunzi wake wakamwendea Yesu wakamwambia, ni wapi utakapo tukuandalie uile Pasaka? Akasema,
Enendeni mjini kwa mtu fulani, mwambie, mwalimu asema, majira yangu ni karibu. Kwako nitafanya Pasaka pamoja na wanafunzi wangu. Wanafunzi wakafanya kama Yesu alivyoagiza, wakaiandaa Pasaka. Basi kulipokuwa jioni, aliketi chakulani pamoja na wale thenashara. Nao walipokuwa wakila, alisema, Amin, nawaambia, mmoja wenu atanisaliti. Wakahuzunika sana, wakaanza kumuuliza mmoja mmoja, ni mimi Bwana? Akajibu, yeye aliyetia mkono wake pamoja nami katika kombe ndiye atakaye nisaliti. Mwana wa Adamu aenda zake kama alivyoandikwa, lakini ole wake mtu yule ambaye yamsaliti Mwana wa Adamu. Ingekuwa heri kwake mtu yule kama asingezaliwa. Yuda yule mwenye kumsaliti akajibu akasema, Ni mimi Rabi? Nao walipokuwa Wewe umesema. Nao walipokuwa wakila, Yesu alitoa mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, Twaeni mle, huu ndio mwili wangu. Akakitwaa kikombe, akashukuru, akawapa, akasema, Nyweni nyote katika hiki, kwa maana hii ndiyo damu yangu ya agano, imwagikayo kwa ajili ya wengi kwa ondoleo la dhambi. Lakini nawaambieni, sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu, hata siku ile nitakapokunywa pia pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Nao walipokwisha kuimba, wakatoka nje kwenda mlima wa Mizeituni. Ndipo Yesu akawaambia, ninyi nyote mtachukizwa kwa ajili yangu usiku huu, kwa kuwa imeandikwa, nitampiga mchungaji na kondoo wa kundi watatawanyika. Lakini baada ya kufufuka kwangu, nitawatangulia kwenda Galilaya. Petro akajibu akamwambia, wajapochukizwa wote kwa ajili yako, mimi sitachukizwa kamwe. Yesu akamwambia, Amin, nakuambia wewe, usiku huu kabla ya kupigwa jogoo utanikana mara 3. Petro akamwambia, ijapo nipasa kufa nawe, sitakukana kamwe. Na wafuasi wote wakasema vivyo hivyo. Kisha Yesu akaenda pamoja nao mpaka bustani Gethsemane, akawaambia wanafunzi wake, ketini hapa hata niende kule nikaombe. Akamchukua Petro na wale wana wawili wa Zebedayo, akaanza kuhuzunika na kusononeka. Ndipo akawaambia, roho yangu ina huzuni nyingi kisasi cha kufa. Kaeni hapa mkeshe pamoja nami. Akaendelea mbele kidogo, akaanguka kifurifuri, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwezekana kikombe hiki kiepuke, walakini si kama nitakavyo mimi, bali kama utakavyo wewe. Akawajia wale wanafunzi, akawakuta wamelala. Akamwambia Petro, Je, hamkuweza kukesha pamoja nami hata saa 1? Kesheni, mombe,
msije mkaingia majaribuni. Roho irazi, lakini mwili ni dhaifu. Akaenda tena mara ya pili, akaomba akisema, Baba yangu, ikiwa haiwezekani kikombe hiki kiniepuke, nisipokunywa, mapenzi yako yatimizwe. Akaja tena akawakuta wamelala, maana macho yao yamekuwa mazito. Akawaacha tena, akaenda akaomba mara ya tatu, akisema maneno yale yale. Kisha akawajia wanafunzi wake, Laleni sasa, pumzike. Tazama, saa imekaribia, na Mwana wa Adamu anatiwa katika mikono ya wenye dhambi. Ondokeni, twende zetuni. Tazama, yule aliyenisaliti amekaribia. Basi alipokuwa katika kusema, tazama, Yuda mmoja wa wale thenashara akaja pamoja naye kundi kubwa, wenye panga na marungu, wametoka kwa wakuu wa makuhani na wazee wa watu. Na yule mwenye kumsaliti alikuwa amewapa ishara akisema, nitakaye mbusu huyo ndiye mkamateni. Mara akamwendea Yesu akasema, Salamu, Rabi. Yesu akamwambia, Rafiki, fanya ulilolijalia. Wakaenda wakanyosha mikono yao wakamkamata Yesu. Na tazama, mmoja wao walikuwa pamoja na Yesu akanyoosha mkono wake, akaufuta upanga wake, akampiga mtumwa wa kuhani mkuu, akamkata sikio. Ndipo Yesu akamwambia, rudisha upanga wako mahali pake, maana wote waushikao upanga wataangamia kwa upanga. Ama wadhani ya kuwa mimi siwezi kumsihi Baba yangu, naye ataniletea sasa hivi zaidi ya majeshi 12 ya malaika? Yatatimizwaje basi maandiko ya kwamba hivyo ndivyo vilivyopaswa kujiri? Saa ile Yesu akawaambia makutano, je, mmetoka kama kukamata mnyang'anyi wenye panga na marungu ili kunishika? Kila siku naliketi hekaluni nikifundisha, msinikamate. Lakini haya yote yamekuwa ili maandiko ya manabii yatimizwe. Nao walivyomkamata Yesu wakampeleka kwa Kayafa kuhani mkuu. Walikuwa wamekutanika waandishi na wazee, na Petro akamfuata kwa mbali mpaka behewa ya kuhani mkuu, akaingia ndani, akaketi pamoja na watumishi aone mwisho. Basi wakuu wa makuhani na baraza yote wakatafuta ushuhuda wa uongo juu ya Yesu, wapate kumuua, wasione, ingawa walitokea mashahidi wa uongo wengi. Hata baadaye 2 wakatokea wakasema, huyu alisema, naweza kulivunja hekalu la Mungu na kulijenga kwa siku 3. Kisha kuhani mkuu akasimama akamwambia, ujibu neno, hawa wanakushuhudia nini? Lakini Yesu akanyamaza. Kuhani mkuu akamwambia,
na kuapisha kwa Mungu aliye hai, utuambie kama wewe ndiwe Kristo mwana wa Mungu. Yesu akamwambia, wewe umesema, lakini nawaambieni, tangu sasa mtamwona Mwana wa Adamu ameketi mkono wa kuume wa Mungu, akija juu ya mawingu ya mbinguni. Ndipo kuhani mkuu akararua mavazi yake akasema, amekufuru. Tuna haja gani tena ya mashahidi? Tazameni sasa, mmesikia hiyo kufuru yake, mwaonaje ninyi? Wakajibu wakasema, imempasa kuuawa. Ndipo wakamtemea mate ya uso, wakampiga makonde. Wengi wakapiga makofi wakisema, ewe Kristo, tufungulie, ni nani aliyekupiga? Na Petro alikuwa ameketi behewani. Kijakazi mmoja akamwendea akasema, wewe nawe ulikuwapo pamoja na Yesu wa Galilaya. Akakana mbele ya wote akasema, sijui usemalo. Naye alipotoka nje hata ukumbuni, mwanamke mwingine alimwona, akawaambia watu waliokuwako huko, huyu alikuwako pamoja na Yesu Mnazareti. Akakana tena kwa kiapo, simjui mtu huyu. Punde kidogo wale waliohudhuria wakamwendea wakamwambia Petro, hakika wewe nawe mmoja wao, kwa sababu hata usemi wako wa kutambulisha. Ndipo akaanza kulaani na kuapa akisema, simjui mtu huyu. Na mara akawika jogoo. Petro akalikumbuka lile neno la Yesu alilosema, kabla ya kuwika jogoo utanikana mara tatu. Atoka nje akalia kwa majonzi. Na ilipokuwa asubuhi, wakuu wa makuhani wote na wazee na watu wakafanya shauri juu ya Yesu wapate kumng'oa. Wakamfunga, wakamchukua, wakampeleka kwa Pilato aliyekuwa liwali. Kisha Yuda yule mwenye kumsaliti alipoona ya kuwa amekwisha kuhukumiwa, alijuta, akawarudisha wakuu wa makuhani na wazee vile vipande 30 vya fedha, akasema, nalikosa nilipomsaliti damu isiyo na hatia. Wakasema, basi haya yatupasa nini sisi? Yaangalie haya wewe mwenyewe. Akavitupa vile vipande vya fedha katika hekalu, akaondoka akajinyonga. Wakuu wa makuhani wakavitwaa vile vipande vya fedha, wakasema, si halali kuviweka katika sanduku la sadaka, kwa kuwa ni kima cha damu. Wakafanya shauri, wakavitumia kwa kununua konde la mfinyanzi liwe mahali pa kuzika wageni. Kwa hiyo konde lile huitwa konde la damu hata leo. Ndipo likatimia neno lililonenwa na nabii Yeremia akisema,
watavitwaa vipande 30 vya fedha, kima chake aliyetiwa kima, ambaye baadhi ya Waisraeli walimtia kima, wakavitumia kwa kununua konde la mfinyanzi, kama Bwana alivyoniagiza. Na Yesu akasimama mbele ya liwali. Liwali akamuuliza akasema, wewe ndiwe mfalme wa Wayahudi? Yesu akamwambia, wewe wasema. Lakini aliposhitakiwa na wakuu wa makuhani na wazee, hakujibu hata neno. Ndipo Pilato akamwambia, usikii ni mambo mangapi yanayokushuhudia? Asijibu hata neno moja. Hata liwali akastaajabu sana. Basi wakati wa sikukuu, liwali desturi yake huwafungulia makutano mfungwa mmoja waliyemtaka. Basi palikuwa na mfungwa mashuhuri siku zile aliyeitwa Baraba. Basi walipokutanika, Pilato akawaambia, mnataka niwafungulie yupi, yule Baraba au Yesu aitwaye Kristo? Kwa maana alijua ya kuwa wamemtoa kwa usuda. Na alipokuwa ameketi juu ya kiti cha hukumu, mkewe alimpelekea ujumbe, akamwambia, usiwe na neno na yule mwenye haki, kwa sababu nimeteswa mengi leo katika ndoto kwa ajili yake. Nao wakuu wa makuhani na wazee wakashawishi makutano ili wamtake Baraba na kumwangamiza Yesu. Bali liwali akajibu akawaambia, mnataka niwafungulie yupi katika hawa wawili? Wakasema, Baraba. Pilato akawaambia, basi nimtendeje Yesu aitwaye Kristo? Wakasema wote, asulubiwe. Akasema, kwani ni ubaya gani aliyoutenda? Wakazidi sana kupiga kelele wakisema, na asulubiwe. Basi Pilato alipoona ya kuwa haifai lolote, bali ghasia inazidi tu, akatoa maji, akanawa mikono yake mbele ya mkutano, akisema, mimi sina hatia katika damu ya mtu huyu mwenye haki. Iangalieni haya ninyi wenyewe. Watu wote wakajibu wakasema, damu yake na iwe juu yetu na juu ya watoto wetu. Ndipo akawafungulia Baraba, na baada ya kumpiga Yesu mijeledi akamtoa ili asulubiwe. Ndipo askari waliwali akamchukua Yesu ndani ya praitorio, akamkusanyikia kikosi kizima, akamvua nguo, akamvika vazi jekundu, wakasokota taji la miiba, wakaiweka juu ya kichwa chake, na mwanzi katika mkono wake wa kuume. Wakapiga magoti mbele yake, wakamdhihaki wakisema, Sala,
mfalme wa Wayahudi. Kisha wakamtemea mate, wakautoa ule mwanzi, wakampiga kichwani. Walipokwisha kumdhihaki, wakalivua lile vazi, wakamvika mavazi yake, wakamchukua kumsulubisha. Hata walipokuwa wakitoka, wakamwona mtu Mkirene jina lake Simeoni. Huyo wakamshurutisha achukue msalaba wake, na alipofika mahali paitwapo Golgotha, yaani fuvu la kichwa, wakampa kunywa divai iliyochanganyika na nyongo, lakini yeye alipoionja hakutaka kunywa. Walipokwisha kumsulubisha, waligawa mavazi yake, wakampiga kula, ili litimie neno lililonenwa na nabii, waligawa nguo zangu kati yao, na juu ya vazi langu walipiga kula. Wakaketi, wakamlinda huko, wakaweka juu ya kichwa chake mashtaka yake yaliyoandikwa, huyu ni Yesu, mfalme wa Wayahudi. Wakati huo huo, wanyang'anyi wawili wakasulubiwa pamoja naye, mmoja mkono wake wa kuume na mmoja mkono wake wa kushoto. Nao walikuwa wakipita njia, wakamtukana, wakitikisa vichwa vyao, wakisema, Ewe mwenye kulivunja hekalu na kulijenga kwa siku 3, jiokoe nafsi yako. Ukiwa ndiwe mwana wa Mungu, shuka msalabani. Akadhalilika, na wale wakuu wa makuhani wakamdhihaki pamoja na waandishi na wazee, wakisema, aliokoa wengine, hawezi kujiokoa mwenyewe. Yeye ni mfalme wa Israeli, na ashuke sasa msalabani, nasi tutamwamini. Amemtegemea Mungu, maana alisema, mimi ni mwana wa Mungu. Pia wale wanyang'anyi waliosulubiwa pamoja naye walimshutumu vile vile. Basi tangu saa 6 palikuwa na giza juu ya nchi yote hata saa 9. Na kama saa 9, Yesu akapaza sauti yake kwa nguvu akisema, Eloi, Eloi, lama sabachthani, yaani, Mungu wangu, mbona umeniacha? Na baadhi yao waliohudhuria waliposikia walisema, huyu anamwita Elia. Mara moja wao wakaenda mbio, akatwaa sifongo, akaijaza siki, akaitia juu ya mwanzi, akamnywesha. Wale wengine wakasema, acha na tuone kama Elia anakuja kumwokoa. Naye Yesu akiisha kupaza sauti tena kwa nguvu, akaitoa roho yake. Sasa tunapiga magoti. Sema kwamba Yesu Bwana wa Daudi, hosana kwa Yesu, hosana, hosana. Sisi sote tumeingia kanisani kwa furaha kubwa, lakini baada ya kusikiliza mateso yake ya Yesu, inaonekana kwamba tuko huzuni. Sasa Jumapili ya Matawi inatufundisha nini sisi wa Kristo ili tuweze kutembea nayo? Hata mimi nilikuwa natafakari sana kwamba kwa nini siku hii ya Jumapili ya Matawi ni siku ya furaha,
lakini tunaona kwamba tunasoma somo lenyewe la Injili ni ya mateso. Ndio imenikumbusha kuna tukio moja. Juzi kuna kijana kidogo amekuwa. Kwa amekuja alisema kwamba baba, alikuwa analia kweli, kijana analia. Alisema baba, mke wangu ameniacha, amenikimbia, akafunga mizigo yake yote akapanda ya ziara. Akaenda huko Dar. Pamoja na yeye na mizigo yake akawabeba watoto. Sasa mimi nimebaki hapa peke yangu. Nifanyeje? Alikuwa analia. Nikamwambia shida ilikuwa nini? Yeye alisema kwa mimi sijui, ndio mara anasema kwamba siwezi kuishi na wewe. Ndipo nikamwambia kwamba sasa fanya kitu. Chukua simu yako mpigie ili niongee naye. Nilisema kwamba wewe unapompigia weka kwenye loudspeaker ili nisikie. Akampigia, bahati yake nzuri yeye akapokea ile simu yule mwanamke. Kamuuliza, je, baba paroko yupo, anataka kuuliza wewe swali. Nikamuuliza, kwa nini ukamwacha huyo? Si nyinyi mlifunga ndoa? Mmepaswa kuishi katika familia. Yule mama alisema, baba huyu ni mkorofi. Mimi siwezi kuendelea kuishi naye, nimemvumilia. Sasa baada ya mazungumzo ndio sasa nikamelimisha jinsi ya uwepo katika familia. Yeye amekubali arudi katika familia yake. Ndugu zangu, leo sisi tumesikia katika masomo yote mawili, ya kwanza na ya pili, sisi tumeona kwamba Yesu alipokuwa ameingia katika mateso, sisi tunaona kwamba kabla hiyo alipanda juu ya mwanapunda akaingia katika Yerusalemu, mji wa Yerusalemu. Kwa nini? Yule ambaye aliyetambua kwamba yeye ni mfalme na mfalme wa wafalme wote, kawaida ya kupanda badala ya punda, badala ya farasi yeye alipanda juu ya punda akaingia. Ni kweli maandiko yote yatimie. Ndiyo maana yeye alifanya kama Sulemani alipoingia, ndio aliingia juu ya mwanapunda. Watu wote wakatambua kwamba huyu ni mfalme. Na sisi tunaona katika maandiko matakatifu yale yote yameandikwa kuhusu Yesu. Yesu ni mwana wa nani? Yesu ni mwana wa nani? Yesu ni mwana wa nani? Katika maandiko yameandika Yesu ni mwana wa Mungu. Yesu ni mwana wa Daudi. Mwana wa Daudi kwa kuonekana kwa kibiolojia ni nani? Mwana wa Daudi ni Sulemani. Sulemani ni mwana wa nani? Daudi. Au nini mna wasiwasi? Sulemani ndiye mwana wa nani? Daudi. Lakini Yesu ndiyo manabii yote walitabiriwa kwamba Yesu ni mwana wa Daudi ambaye atakaye kuja kuwakomboa watu wote. Kwa hiyo sasa Yesu anafananisha kwamba yeye ni mwana wa Daudi kwa kutenda matendo hayo. Yesu alipoyatenda, yeye alijinyenyekesha. Na nikamwambia yule mama kwamba mafundisho ya kanisa Katoliki ni ya kujinyenyekesha. Inawezekana wewe utapata shida, kutakuwa shida na matatizo katika familia, lakini Yesu ameonyesha mfano wa kujinyenyekesha. Mwambie aliyekaa karibu na wewe kwamba leo Yesu alitufundisha kujinyenyekesha. Kwa hiyo umepaswa kujinyenyekesha
mke wako, mume wako, watoto wako, jamii yako, tunaona kwamba makelele na matatizo yote yanatokana na nini? Kwa kutokujinyenyekesha. Kama wewe unataka kujiinua juu, unataka kuonekana, unataka kusema yale ndio wewe unaonekana kwamba ni mtu mkubwa. Lakini kama uko tayari kujishusha mwenyewe kidogo, ukiwa tayari kujinyenyekesha kidogo, utaona kwamba maisha yako yatakuwa na furaha. Utaona kwamba familia itaendelea kuwa vizuri. Utaona kwamba mke wako yeye atabaki. Utaona kwamba mambo yote yataendelea vizuri katika ofisi yako, katika kazini kwako, kokote wewe unapokwenda. Yesu anatufundisha maisha ya Kikristo ni ya kujinyenyekesha, kujishusha mwenyewe mbele ya mwenzako. Hapo ndipo sisi tunaona kwamba maisha yataendelea ya Kikristo. Lakini sisi tunaona kwamba watu wote wanakuja kanisani. Leo inawezekana sisi tumekuja kusherehekea Jumapili ya Matawi, si ndio? Kila mmoja ameshika matawi, anataka kusherehekea hiyo matawi, anapiga shangwe na anaingia kanisani. Lakini wakati mwingine sisi tunaingia kanisani ili sisi tuweze kupata mafanikio mbalimbali. Tukija tunaomba Mungu, mimi nataka kununua nini? Baiskeli au pikipiki au gari au kujenga nyumba au mimi nipate kazi au mimi niweze kujenga nyumba au mimi niweze kwenda nje ya nchi nifanye kazi. Kwa hiyo sasa sisi tukiingia kanisani tuna maombi mengi. Au kuna yeyote ameingia kanisani bila ombi? Nyote sisi tuna nini? Tuna maombi, si ndio? Na sisi sote tuna maombi, ndio sisi tunakuja kanisani. Lakini Yesu leo anatufundisha, kama sisi sote tunamtambua kwamba Yesu ni mfalme wa wafalme, amekuwaje mfalme wa wafalme, na yeye ametupatia je wokovu. Na sisi sote tunatambua kwamba Yesu kwa kupitia nini yeye ametupatia wokovu? Kupitia msalaba. Tusiwe tunasema kwamba mimi nakuja kanisani ili niweze kupata baraka tu. Kama wewe unakuja kanisani, Yesu yeye anakukaribisha na yeye anakufundisha kwamba wewe unakuja kanisani ili uweze kupata uwezo wa kubeba msalaba wake na msalaba wako. Katika maisha yetu mara nyingi sisi hatupendi msalaba. Tunaona kwamba sisi tunapenda. Kama wewe unaona kwamba tumbo lako linauma, wewe unabaki nyumbani. Unasema na hiyo siendi wapi? Yeye ambaye aliyekupona wewe ndiyo yupo hapa kanisani, lakini wewe hutaki kuja kwa sababu unasema tumbo lako linauma. Wakati wewe unasema kwamba unataka kupata kazi nzuri, wewe unasema mimi niende nisimame kwenye mahali pale kwa kuomba kwa watu kuliko ya kufika kwa yeye Yesu. Yesu anasema maisha yetu ni ya mateso. Bila kupita yale mateso hatuwezi kuingia wala hatuwezi kupata chochote, hata hatuwezi kupata wokovu. Mara nyingi sisi tunaona tunakimbia katika mkutano na katika mambo kama haya yote, sababu sisi tunataka uponyaji, sababu sisi tunataka utulivu, sababu sisi tunataka kazi na nyinginezo. Lakini Yesu Kristo anasema na anatufundisha kwamba kama wewe unataka kupata wokovu, unataka kupata furaha, lazima upite njia ile ya mateso. Tunaona kwamba watu wote wakamshangilia Yesu, walisema kwamba wewe ni mwana wa Daudi. Mwana wa Daudi ni nani? Ni mfalme. Lakini sasa sisi tunaona kwamba ile mfalme au mwana wa Daudi inaonekana wapi? Juu ya msalaba. Tunaona kwamba juu ya msalaba kuna bango imeandikwa, si ndio? Iliandikwaje? Huyu ni mfalme wa Wayahudi. Wale waliomshangilia Yesu, ndio sisi tunaona kwamba tamko limetoka kutoka Pilato kwamba
huyu ni huyu ni mfalme wa Wayahudi. Wapi? Juu ya msalaba. Kwa hiyo kama Yesu ni mfalme wako, kama Yesu ni yule ambaye amekupatia kila kitu, ujao na utambue na ujue kwamba ile baraka, ile wokovu, kama wewe unapokea kupitia mateso yako. Bila mateso hakuna baraka. Bila mateso hakuna maisha. Tukiwa tunafikiria kwa maisha yetu yote ni ya furaha, unaishi katika dunia ya uongo, dunia ya ubatili. Lakini kama wewe unataka kuishi vizuri hapa dunia hii, uwe tayari kubeba msalaba. Hii Jumapili ya Matawi na wiki hii nzima inakukumbusha kwamba ukiwa tayari kwa kujinyima, ukiwa tayari kuacha kula chakula, ukiwa tayari kuumiza mwili wako kwa ajili ya Yesu, utaona baraka. Kama wewe unataka kupata baraka, kama unataka kusherehekea Pasaka vizuri, kuanzia leo anza kufunga vizuri, anza kuweka maisha yako vizuri, anza kujitoa na anza kuweka maisha yako kwa umeshaacha maisha ya zamani, maisha yenye dhambi. Hapo ndipo wewe unaweza kusherehekea Pasaka yako vizuri. Hasa sisi tumepanga vizuri, tumeweka kwa ajili ya siku kuanzia kesho kutwa, ndio sisi tunapata nafasi ya kuungama na kujiweka vizuri. Wewe unasema kwa mimi sina dhambi, lakini wewe unaandaa nini? Kuku na nyinginezo kwa ajili ya nini? Sikukuu? Hapana. Kwanza ujiweke vizuri. Kama ukijiweka vizuri, ukiondoa maisha yako ya zamani, ukiwa tayari kwa kuacha yale yote ya mabaya kutoka maisha yako, ukiwa umejiumiza kwa ajili ya kusherehekea Pasaka yako, ndipo utaona kwamba unapata baraka, ndipo utaona kwamba ndiyo Yesu anafanya kazi, utapata ule wokovu Yesu aliyokupatia. Tujue kwamba wokovu Yesu aliyotupatia si katika yale sisi tunayaona ya furaha tu. Hapana. Wewe unapokea wokovu kwa kupitia maisha yako ambayo uliyojinyenyekesha. Jinyenyekeshe mbele ya mke wako, jinyenyekeshe mbele ya watoto wako, jinyenyekeshe mbele ya watu wako, jirani yako. Utaona kwa wana kutambua siku ile ya Pasaka. Na uwe tayari kuumiza kwa ajili ya kusherehekea na kujiweka maisha yako vizuri na kusherehekea ile sherehe ya Pasaka. Utaona baraka, utaona unapokea ile wokovu Yesu aliyoweka. Lakini kama unaona kwamba maisha yangu yatakuwa furaha tu, unaishi katika dunia ya ubatili. Hakuna maisha bila mateso. Hakuna wokovu bila mateso. Yesu amekuwa mfalme wako kwa kupitia msalaba, na wewe utakuwa mwana wake kwa kupitia msalaba wako wa maisha yako. Jumapili hii ya Matawi, sisi zote tunapofurahia na matawi, tujue kwamba kila mmoja ambaye aliyeshika tawi ajue kwamba maisha yake ni ya kutembea na Yesu pamoja na msalaba wetu. Tumsifu Yesu Kristo. Asadiki kwa Bwana mmoja, Yesu Kristo, mwana pekee wa Mungu, aliyezaliwa kwa Baba tangu milele yote, Mungu aliyetoka kwa Mungu, mwanga kwa mwanga, Mungu kweli kwa Mungu kweli, aliyezaliwa bila kuumbwa, mwenye Mungu mmoja na Baba, ambaye vitu vyote vimeumbwa naye, alishuka kutoka mbinguni kwa ajili yetu sisi wanadamu na kwa ajili ya wokovu wetu, akapata mwili kwa uwezo wa Roho Mtakatifu, kwake Bikira Maria, akawa mwanadamu, akasulubiwa kwa ajili yetu sisi kwa mamlaka ya Pontio Pilato, akateswa, akafa na akazikwa. Siku ya tatu akafufuka katika maandiko, akapaa mbinguni, ameketi kuume kwa Baba, atakuja tena kwa utukufu kwa hukumu wazima na wafu, na
kwa maondoleo ya dhambi, anangojea na ufufuo wa wafu na uzima wa milele ijayo. Ndugu wapendwa, watu wa Yerusalemu walimkaribisha Yesu kwa shangwe kama Masia, yaani mkombozi, lakini waliogopa kumtetea katika baraza la wakubwa. Bwana, twakuomba utusikie. Ee Mungu Baba, utuondolee hofu na utuimarishe ili tuweze kusimama upande wa Yesu Kristo na kumshuhudia kama mkombozi wetu mbele ya watu. Ee Bwana, twakuomba utusikie. utuonyeshe njia ya kuwa Wakristo katika maisha yetu ya kila siku na kuepuka kuwa Wakristo wa Jumapili tu. Ee Bwana, twakuomba utusikie. Wakati ule Wayahudi walikushangilia kama mfalme wao, utupe moyo wa kumkiri Yesu kama mfalme anayetawala maisha yetu. Ee Bwana, twakuomba utusikie. tulete maombi yetu binafsi katika ukimya wetu, kwa familia yetu, kwa kujinyenyekesha na kubeba msalaba wetu tuweze kupata wokovu. Ee Mungu Baba, mwana wako walishangiliwa kama mfalme alipoingia Yerusalemu. Utusaidie tusimkiri kuwa mfalme wetu kwa midomo tu, bali tumshuhudie pia kwa matendo yetu. Anaishi na kutawala pamoja nawe katika umoja wa Roho Mtakatifu, Mungu milele na milele. Mungu Baba Mwenyezi, tunakuomba unyoshe mkono wako juu ya hawa waamini wako walioleta zaka, sadaka
na matoleo yao kwa kufuata maagizo yako, wakikumbuka kwamba wewe ndiye uliyemkirimia. Mungu Baba, katika hayo wamechanganya furaha yao, shukrani zao, kazi zao na machozi yao. Tunakuomba usipokee na wabariki, na usibariki na kuwarudishie mara nyingi yake katika maisha yao, familia yao na kazini kwao. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Hosanna!
Yesu mwanao pekee, rehema yako isikose kutukaribia sisi, na hata kama hatustahili kwa ajili ya matendo yetu, utujalie tuipokee kwa njia ya dhabihu hiyo moja pekee, tukiwa tumetangulia na huruma yako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Bwana awe nanyi. Inueni mioyo. Tumshukuru Bwana Mungu wetu. Kweli ni vema na haki tendo la kufanya kuleta wokovu. Tukushukuru wewe daima na popote, e Bwana Baba uliye mtakatifu, Mungu mwenyezi wa milele, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yeye asiye na kosa alikubali kuteswa kwa ajili ya waovu na kuhukumiwa bila haki afe kwa ajili ya watenda mabaya. Alifuta dhambi zetu kwa kifo chake, akatukomboa kwa ufufuko wake na kutufanya wenye haki. Kwa hiyo sisi nasi pamoja na malaika wote tunakusifu, tukiimba kwa shangwe na furaha. Naona tunashika matawi mikononi, tunaimba pamoja na kwaya. Takatifu
Kweli mtakatifu na kila kiumbe kilichoumbwa nawe kinakusifu kwa haki, maana kwa njia ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo na kwa uwezo utendaji wa Roho Mtakatifu unavitia uzima vitu vyote na kuvitakatifuza, wala huachi kukusanya watu kwako, ili toka mawe ya jua hata machweo yake dhabihu safi tolewe kwa jina lako. Basi e Bwana, tunakusihi kwa unyenyekevu vipaji hivi ambavyo tumekutolea, ili uvitakase, upende kuvitakatifuza kwa Roho huyo huyo, ili viwe mwili na damu ya mwanao Bwana wetu Yesu Kristo, aliyetuabudu azimishe mafumbo haya. Maana yeye mwenyewe usiku ule alipotolewa alitoa mkate na akikushukuru aliubariki, akaumega na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mle nyote, huu ndio mwili wangu utakaotolewa kwa ajili yenu. Vivyo hivyo baada ya kula, akitwaa kikombe na kukushukuru, alikibariki na akawapa wafuasi wake akisema, twaeni mnywe nyote, hiki ndicho kikombe cha damu yangu, damu ya agano jipya na la milele, itakayomwagika kwa ajili yenu na kwa ajili ya wengi kwa maondoleo ya dhambi. Fanyeni hivi kwa ukumbusho wangu. Fungu la imani yetu.
tunapoadhimisha ukumbusho wa mateso ya mwanao iletayo wokovu pamoja na ufufuko wake wa ajabu na kupaa kwake mbinguni, na tunapotazamia ujio wake wa pili, tunakutolea kwa shukurani sadaka hii iliyo hai na takatifu. Tunakuomba uiangalie matoleo ya kanisa lako, na kwa kumtambua yeye aliye kafara ambaye ilitaka kutuliza kwa sadaka kifo chake, tujalie sisi tuliotiwa nguvu kwa mwili na damu ya mwanao na kujazwa Roho wake Mtakatifu, tupate kuwa mwili moja na roho moja katika Kristo. Yeye atufanye sisi tuwe kwako sadaka timilifu ya milele, ili tuweze kupata urithi pamoja na wateule wako, kwanza kabisa pamoja na Bikira Maria mwenye heri, mama wa Mungu, na Mtakatifu Yosefu mume wake huyo Bikira, na mitume wako wenye heri na mashahidi wako watukufu, pamoja na Mtakatifu Germagalgani somo wa jimbo letu, na watakatifu wa somo wa kila mmoja sisi tulioshiriki katika misa takatifu, na watakatifu wote ambao tunategemea kupata daima msaada wa maombezi yao mbele zako. Tunakuomba ye Bwana, huyu aliye kafara na wapatanisho wetu, alete amani na wokovu duniani kote. Upende kuliimarisha katika imani na mapendo kanisa lako lililosafiri hapa duniani, pamoja na mtumishi wako Baba Mtakatifu wetu Leo 14, na askofu wetu mkuu Beatus Kinyaia, na askofu msaidizi Wilbrod Henry Kibozi, na waklero wote na watu wote wanaofanya kwa taifa lako. Usikilize kwa wema sala za jamaa hii uliyoita hapa mbele yako. Baba, na wakabisi hao wote waliopo hapa mbele yako katika mikono yako, pamoja na sala zake, maombi yake, shukrani zake. Bariki kila mmoja. Baba uliye mtakatifu, kwa huruma yako wakusanye kwako na wote waliotawanyika popote duniani. Wapokee kwa wema katika ufalme wako ndugu zetu wote walioaga dunia wakiwa wamekupendeza, nasi tunatumaini kufika katika ufalme huo, ili pamoja tushibishwe milele kwa utukufu wako, kwa njia ya Kristo Bwana wetu, ambaye kwa njia yako na ujalia ulimwengu mema yote. Kwa njia yake na pamoja naye na ndani yake, wewe Mungu Baba Mwenyezi, katika umoja wa Roho Mtakatifu, unapata heshima yote na utukufu milele na milele. Kwa kulitia agizo la Mwokozi wetu na tukifuata mafundisho yake ya kimungu, tunasubutu kusema: Baba yetu uliye mbinguni, jina lako litukuzwe, ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika kishawishi, lakini utuokoe maovuni. Bwana, tunakuomba utuokoe katika maovu yote, tujalie kwa wema amani maishani mwetu, kusudi kwa msaada wa huruma yako tuopolewe daima na dhambi, wala tusipadanishwe na jambo lolote, tunapotazamia tumaini lenye heri na ujio wa Mwokozi wetu Yesu Kristo. Kwa kuwa ufalme ni wako na nguvu na utukufu hata milele. Bwana Yesu Kristo, uliyewaambia mitume wako, amani nawachieni, amani yangu nawapa, usizitazame dhambi zetu, ila imani ya kanisa lako. Upende kurejelea amani na umoja
yalivyo mapenzi yako, unaishi na kutawala milele na milele. Amani ya Bwana iwe daima nanyi. Sasa mtakiani amani ya Kristo. Mwana-Kondoo wa Mungu, tazama aondoaye dhambi za ulimwengu. Heri yao walioalikwa kwenye karamu ya Mwana-Kondoo. Ee Bwana, usiingie kwangu, lakini sema neno tu, na roho yako itapona. Mwili na damu ya Kristo vitulinde tupate uzima wa milele. Amina. Oh,
Kristo mioyoni mwetu. Mungu wetu mpendwa wetu ameingia ndani ya mioyo yetu, tukumpokea kwa furaha. Umetufundisha sisi tuwe wenyenyekevu katika familia zetu, kokote sisi tuliko, na tuwe tayari kubeba mateso yetu, tukiwa tumejitoa wenyewe kwa kazi ya kanisa, kwa watu, kuhudumia wagonjwa na wahitaji. Tumshukuru yeye, tukabidhi mikononi mwake mipango ya wiki hii nzima pamoja na kazi zetu zote. Tayari Yesu ameshatusikiliza. Sasa kwa furaha kubwa sisi sote tuimbe wimbo wa shukrani, na tutoe shukrani zetu kwa Yesu Kristo. Karibuni wote. Wanakuja hapa wanacheza.
Bwana Mungu, sisi tulioshibishwa kwa kipawa chako kitakatifu kwa ajili ya kifo cha mwanao, umetufanya tu yatazamie kwa matumaini yale tunayoyaamini. Tunakusihi kwa ajili ya ufufuko wake, utujalie tuweze kufika kule tunakoelekea kwa hamu, kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Yote mnainamisha kichwa. Bwana, tunakuomba uitazame familia yako hii ambayo Bwana wetu Yesu Kristo hakusita kwa ajili yake kujitoa mikononi mwa wakosefu na kuteswa mateso ya msalabani. Anaishi na kutawala milele na milele. Sala ya kuombea ujenzi ya Basilika. Tunakuja mbele yako Bwana, tukiwa na lengo lako kujengea wewe nyumba, tukikumbuka maneno ya Mfalme Daudi aliyosema, sitaingia nyumbani mwa Bwana yangu, wala sitapanda matandiko ya kitanda changu, sitaacha macho yangu kuwa na usingizi, wala kope zangu kusinzia, hata nitakapompatia Bwana mahali na shujaa Yakobo maskani. Tunakuomba kwa njia ya mwanao Yesu Kristo, utujalie tumaini ya milele, ili tuweze kutambua wajibu huo, sisi waamini wa parokia ya Kizota na watu wote wenye mapenzi mema. Ee Mungu Baba Mwenyezi, tunatambua kuwa wewe ndiye mjenzi mkuu, kwani Bwana asipoijenga nyumba haijengao ufanye kazi bure. Uliwasa wana wa Israeli waliporejea kutoka uhamishoni Babeli kupitia nabii Hagai, ukawaambia, mmepanda mbegu lakini hapana wanaye joto, yeye apataye mshahara ili autie katika mfuko uliotoboka. Wakasema, zitafakarini njia zenu, pandeni mlimani, mkalete miti, mkaijenge nyumba, nami nitaifurahia, nami nitatukuzwa. Tunakuomba utujalie kuamini na Roho, busara, hekima na ustawi wa Roho, ili tuweze kuchangia zaidi bila kuchoka wala manunguniko, na kuukamilisha mradi huo kwa ajili ya mapenzi yako. Ondoe kila roho ya giza kutoka maeneo yetu, tukinge na hatari zote za ajali na magonjwa wakati wa ujenzi. Kila mmoja ajisikie kuwa jukumu hili ni la kwake. Kwa maneno haya, inuka maana shughuli hii ya kuhusu wewe, na sisi tu pamoja nawe, uwe na moyo kukutende. Pia tunakuomba wajalie baraka na neema wafadhili wetu na wote wenye mapenzi mema. Tunaomba haya yote kwa njia ya Kristo Bwana wetu. Amen. Baba yetu ufalme wako ufike, utakalo lifanyike duniani kama mbinguni. Utupe leo mkate wetu wa kila siku, utusamehe makosa yetu kama tunavyowasamehe na sisi waliotukosea, usitutie katika vishawishi, lakini utuokoe maovuni. Salamu Maria, umejaa neema, Bwana yu nawe, umebarikiwa kuliko wanawake wote, na Yesu mzao wa tumbo lako amebarikiwa. Maria mtakatifu, mama wa Mungu, utuombee sisi wakosefu, sasa na saa ya kufa kwetu. Amina. Atukuzwe Baba na Mwana na Roho Mtakatifu, kama mwanzo na sasa na siku zote na milele. Bikira Maria, msaada wa Wakristo.
Mtakatifu Yosefu mfanyakazi, Mtakatifu Mama Teresa wa Calcutta, watakatifu wote wa Mungu. Yesu wa Ekaristi yu hai daima. Tusikilize matangazo.